Pigo kwa wanajeshi wa Israeli mashariki mwa Khan Younis. Wana mapambano wa kambi ya Mukawama wa Kiislamu huko Khan Younis katika ukanda wa Gaza wameendelea kuwatia hasara wanajeshi vamizi wa utawala wa Kizayuni. Wanajeshi zaidi wa Israeli wanaendelea kulipuliwa na mabomu na kupigwa risasi na vifaa vyao vya kijeshi kushambuliwa na wana mapambano wa Palestina. Kwa mujibu wa shirika la habari la kimataifa la Fars, Saraya al-Quds, tawi la kijeshi la harakati ya Jihadul Islam ya Palestina, ilitangaza kwamba wamefanikiwa kulinasa kundi la wahandisi wa jeshi la Israeli katika mtego wao wa mlipuko na kuwalipua. Saraya al-Quds imeongeza kuwa wana mapambano wao wamefanikiwa kuwarubuni wanajeshi hao mashariki mwa mji wa Khan Younis na kuwalazimisha kuingia kwenye nyumba ambayo tayari ilikuwa imetegwa mabomu na baadaye kulipua nyumba hiyo mara baada ya wanajeshi wa Israeli kujiingiza ndani ya nyumba hiyo. Harakati ya Jihadul Islam ya Palestina aidha imesema kwenye taarifa yake kwamba mara baada ya vikosi vya Mukawama kuwarubuni wanajeshi hao wa Israeli kuingia ndani ya nyumba hiyo, wamewashambulia na kulipua nyumba hiyo na kulazimisha helikopta za utawala wa Kizayuni kupelekwa haraka katika eneo hilo kwa ajili ya kusafirisha maiti na majeruhi wa Kizayuni na kuficha taarifa za kipigo hicho zisiwafikie walimwengu. Tarehe 19 mwezi huu wa Mei, utawala wa Israeli uliwataka wakazi wa maeneo makubwa ya Khan Younis, Ban Suhaila na Abasan waondoke kwenye maeneo yao na kuhamia upande wa magharibi katika eneo la Al-Mawasi. Wazayuni pia wamewatishia wakazi wa maeneo hayo na kudai kuwa watafanya mashambulizi ya kikatili mno ambayo hawajawahi kufanya katika eneo hilo kwa madai eti kuharibu uwezo wa Mukawama. Lakini pamoja na jinai zote hizo za Wazayuni, bado wana mapambano wa Palestina wapo kwenye mistari ya mbele ya mapambano na wanaendelea kuwasababishia maafa wanajeshi wa Israeli. Kiongozi wa harakati ya Mukawama ya Ansarullah ya Yemen ameyasuta mataifa ya Kiislamu kwa kukaa kimya na kutochukua hatua za kukabiliana na ukatili wa Israeli kwenye ukanda wa Gaza. Akitoa hotuba kwa njia ya televisheni kutoka mji mkuu wa Yemen, Sanaa, Alhamis, Abdul Malik amesema kuwa kitendo cha mataifa ya Kiislamu kutochukua hatua za maana kimeupandisha kiburi utawala huu wa Kizayuni na kupelekea ufanye jinai na uhalifu mbaya zaidi. Kimya cha umma wa Kiislamu kimempa adui Israeli kiburi cha kuendeleza uhalifu zaidi na kuzusha migogoro zaidi. Umma wa Kiislamu una jukumu zito mno la kuwasaidia wananchi wa Palestina ambao wanavumilia dhuluma mbaya na isiyo na kifani kutoka kwa adui. Kiongozi wa harakati ya Mukawama wa Kiislamu ya Ansarullah ya Yemen pia amesema kuwa Waislamu wanaweza kuwasaidia wa Palestina kwa kiwango kikubwa, akionya kwamba kutojali kwao kutaleta hali ya hatari. Vile harakati ya mapambano ya Kiislamu ya Palestina Hamas imetangaza kwenye taarifa yake kwamba ukanda wa Gaza unakabiliwa na hali mbaya kabisa ya mgogoro wa kibinadamu. Taarifa ya harakati hiyo imeeleza kuwa taarifa iliyotolewa na nchi 80 inasisitiza juu ya kupanuka upinzani wa kimataifa dhidi ya jinai na mauaji ya kimbari dhidi ya watu wa Gaza. Harakati ya Hamas imepongeza na kukaribisha taarifa pamoja ya nchi 80 iliyosema kuwa ukanda wa Gaza unakabiliwa na mgogoro mbaya zaidi wa kibinadamu tangu kuanza mauaji hayo ya Israeli dhidi yake Oktoba 2023. Taarifa hiyo pamoja pia imesisitiza haja ya kuwalinda watu wasio na ulinzi wa ukanda wa Gaza kwa mujibu wa sheria za kimataifa. Vile harakati hiyo imekaribisha kwa mikono miwili taarifa pamoja iliyotolewa na nchi 80 duniani ikisisitiza kwamba Gaza inakabiliwa na mzozo mbaya zaidi wa kibinadamu tangu kuanza kwa vita vya Israeli Oktoba 7 mwaka 2023. Wizara ya afya Gaza imesema watoto na wazee 29 waliofariki dunia katika siku za hivi karibuni Gaza wamewekwa katika orodha ya vifo vinavyotokana na njaa na maelfu zaidi wako hatarini kufa njaa. Ni kwambia hivi, hatujamaliza. Vile tuangalie kwa nini mauaji ya kimbari yangali yanaendelea licha uungaji mkono wa kimataifa kwa Gaza. Nchi 80 zimetangaza kupitia taarifa kwamba ukanda wa Gaza unakabiliwa na mzozo zaidi wa kibinadamu tangu Oktoba 7, 2023 na raia wapo kwenye hatari ya kupoteza maisha kutokana na baa la njaa. Jinai na mauaji ya kimbari ya utawala wa Kizayuni yangali yanaendelea huko Gaza. Jinai hizo zinaendelea huku watu wa Gaza wakiendelea kukabiliwa na tatizo la usalama wa chakula, ambapo 92% ya watoto wanakumbwa na baa la njaa na utapiamlo. Majiko ambayo wakazi wa Gaza wanayategemea kwa madhumuni ya kuandaa chakula yameharibiwa na chakula kipatikani tena katika magala ya mashirika misaada, vituo vya usambazaji chakula wala masoko. Wakati huo ofisi ya Umoja wa Mataifa ya kuratibu masuala ya kibinadamu OCHA imetangaza kupitia mtandao wa kijamii wa X kwamba
Takriban 81% ya maeneo ya ukanda wa Gaza ama yako chini ya udhibiti wa majeshi ya Israeli au wakazi wameamrishwa kuhama. OCHA imesisitiza kuwa Palestina 160,000 wamelazimishwa tena kuyahama makazi yao katika kipindi cha wiki iliyopita, ambapo wanakabiliwa na mashambulizi makali ya mabomu, huku akiwa wana makazi, chakula wala vifaa vya msingi vya kuendeshea maisha. Umoja wa Mataifa pia umetahadharisha kuhusu maafa ya kibinadamu huko Gaza. Sasa swali ni je, kwa nini licha ya uungaji mkono huu wote wa kimataifa kwa Gaza, lakini bado mauaji ya halaiki yanaendelea kufanywa na utawala wa kibaguzi wa Israeli dhidi ya Wapalestina wasio na hatia katika ukanda huu? Sababu kadhaa zinaweza kutolewa katika kujibu swali hili. Ni wazi kuwa kutoadhibiwa utawala wa Israeli kutokana na jinai za kutisha wanazofanya dhidi ya Wapalestina wa ukanda wa Gaza na kujiona kuwa wako juu ya sheria kuhusu swala hili ni moja sababu muhimu zaidi za kuendelea mauaji haya ya kimbari na jinai ambazo zijawahi kushuhudiwa katika historia. Maoni ya umma duniani, taasisi nyingi za kimataifa za haki za binadamu, viongozi wa makumi ya nchi na mashirika ya kimataifa, wote wanakiri kutokea mauaji ya kimbari dhidi ya watu wa Gaza, lakini hadi sasa hakuna hatua yoyote iliyochukuliwa katika ngazi ya kimataifa kwa ajili ya kuadhibu watawala watenda jinai wa Israeli. Kinga hii isiyo ya kisheria ndio imechochea kuendelea kwa mauaji ya kimbari dhidi ya watu wa Gaza. Ismail Baghai, msemaji wa Wizara ya Mashauri ya Kigeni ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, amesema kuhusiana na hilo kwamba wakati umefika kwa ulimwengu kuamka na kusimama dhidi ya dhuluma kubwa zaidi katika historia ya sasa, kukomesha jinai za kutisha zaidi zinazofanywa dhidi ya watoto wa Kipalestina na kuwajibisha utawala unaotekeleza mauaji ya kimbari na washirika wake kutokana na mauaji yao ya kufuta kizazi katika ukanda wa Gaza na ukingo wa magharibi wa mto Jordan. Sababu nyingine muhimu ya kuendelea mauaji ya halaiki huko Gaza ni kukosekana nia thabiti ya kisiasa katika ngazi ya kimataifa kwa lengo la kukomesha jinai hizo. Nchi nyingi na mashirika ya kimataifa, licha ya kuonyesha wasiwasi na kulaani ukatili huo, lakini hayachukui hatua zozote za maana kwa ajili ya kukomesha. Kutowajibika huku kisiasa bila shaka kunatokana na maslahi ya kiuchumi, kisiasa na kijeshi ambayo nchi tofauti zinayafuatilia katika eneo. Ingawa makumi ya nchi zimeeleza wasiwasi wao kuhusu mauaji ya halaiki huko Gaza, lakini zimeshindwa kuchukua hatua yoyote ya maana kwa shabaha ya kuwekea vikwazo au kuushinikiza utawala wa Kizayuni. Sababu ya tatu muhimu ni nafasi ya Marekani na baadhi ya nchi za Ulaya katika kutumia vibaya kura ya turufu katika Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa. Marekani na nchi kadhaa za Ulaya, hususan Uingereza na Ufaransa, ambazo ni wanachama wa kudumu wa Baraza la Usalama, hadi sasa zimekuwa kikwazo kikubwa katika Baraza la Usalama, ambapo zimekuwa zikitumia vibaya kura hiyo kwa ajili ya kukwamisha maazimio ya kulaaniwa utawala wa Kizayuni na kusimamisha mauaji ya kimbari dhidi ya Palestina. Nikwambie hivi, hatujamaliza. Vile Umoja wa Ulaya kutazama upya mkataba wa ushirikiano wake na Israeli kufuatia kushadidi jinai za utawala wa kibaguzi wa Israeli huko Gaza na kuibuliwa mzozo wa kibinadamu usio na mfano wake katika ukanda huo unaozingirwa. Umoja wa Ulaya umeanza kufanyia marekebisho makubwa mapatano ya biashara na ushirikiano kati yake na Israeli. Kaja Kallas, mkuu wa siasa za nje za Umoja wa Ulaya, amesema idadi kubwa ya nchi 27 wanachama wa Umoja wa Ulaya, yaani wanachama 17 katika mkutano wa mawaziri wa mambo ya nje, wameunga mkono hatua hii ili kuandaa njia ya kupeleka misaada ya kibinadamu kwa watu wa Gaza. Amesema nchi wanachama zinaona kuwa hali ya Gaza haiwezi kuvumilika tena. Anasema kwa tunachotaka hasa ni kuwasaidia watu na kufungua njia kwa ajili ya misaada ya kibinadamu kuwafikia raia. Kesi ya kufanyia marekebisho makubaliano ya Umoja wa Ulaya na Israeli, ambao ni msingi wa uhusiano wa kibiashara kati ya pande mbili, imeongezeka tangu Israeli ilipokiuka usitishaji vita Machi 18, 2025 na kuanzisha tena mashambulizi yake huko Gaza. Kwa mujibu wa wanadiplomasia, nchi 17 wanachama wa Umoja wa Ulaya zimetaka kufanyiwa marekebisho mkataba huo kwa kuzingatia kifungu kinachosisitiza kuheshimiwa haki za binadamu. Vilevile, wafanyakazi wawili wa ubalozi wa utawala wa Israeli mjini Washington wameuawa kwa kupigwa risasi nje ya jumba la makumbusho la Kiyahudi katika mji mkuu wa Marekani. Hayo ni kwa mujibu wa maafisa na vyombo vya habari. Tayari waziri mkuu wa utawala wa Israeli Benjamin Netanyahu ameagiza kuimarishwa kwa usalama balozi zote za Israeli kote ulimwenguni. Anasema wafanyakazi wawili wa ubalozi wa Israeli wameuawa kiolela karibu na jumba la makumbusho la Kiyahudi huko Washington. Tunachunguza kikamilifu kisa hiki. Kulingana na ripoti za awali kutoka kwa meya wa polisi wa mji wa Washington, karibu saa 3 kamili usiku saa za Washington, wakati jumba la makumbusho la Kiyahudi la mji mkuu lililoko karibu na Capitol lilikuwa likiandaa hafla ya wanadiplomasia vijana wa Israeli, mtu wa miaka 30 aliyetambuliwa kwa jina la Elias Rodriguez kutoka Chicago aliwafyatulia risasi wanandoa nje ya jumba la makumbusho.
Vilevile Umoja wa Mataifa umetoa taarifa na kuonya kwamba mpango mpya wa Israeli wa kusambaza misaada huko Gaza umekuwa chombo cha ulaghai na kuwahamisha wakazi wa eneo hilo na ni ukiukwaji wa wazi wa sheria za kimataifa za kibinadamu. Hivi karibuni Umoja wa Mataifa umetahadharisha kuhusu mpango mpya wa Israeli wa kusambaza misaada huko Gaza, ikiutaja kuwa ni chombo cha ulaghai na kuwahamisha wakazi wa Gaza. Suala hili sio tu kwamba linadhuru hali ya kibinadamu huko Gaza, lakini pia linaweza kuwa na matokeo mapana ya kisiasa na kijamii katika eneo hilo. Shukran kwa Babu ya Kivita ni Historia ya Dunia. Mimi ni Richard Shio, The Rich Voice. Ni follow Instagram na TikTok kama Rich Voice Official. Asante.